Yes, bana ni ndani ya 18 tunakutana tena kwa ajili ya kuweza kupiga story nyingi zaidi na zaidi, tukiwa tunapewa nguvu ya kutosha kabisa na Premier Bet, na mambo ni mengi sana. Kuna michongo mingi sana ambayo nitakuja kukupa kwa sababu kuna maokoto ambayo pia yanapatikana. Lakini jambo kubwa zaidi, tuna story zetu nyingi ambazo zinaendelea za kimichezo, matukio ni mengi na story ni nyingi sana. Na nipo na mchungaji Niva Mbaga, mchungaji wa Simba. Leo tutapiga naye story za hapa na pale kwa namna ambavyo mambo yanakwenda kwa upande wake, pia anaonaje michakato jinsi ambavyo inaenda. Kwa mara ya kwanza utapata nafasi ya kumtazama na kumsikiliza kupitia ndani ya 18. Mchungaji, jambo. Jambo. Tupo vizuri? Mungu ni mwema. Mfano kama maombi msimu huu yanalenga zaidi nini? Maombi yetu sisi, unajua maombi inaelekeza sana kwenye klabu bingwa barani Afrika. Kwenye klabu bingwa au shirikisho. Ila ligi siombi sana. Kwa nini? Na misimu minne. Yani ligi situmii nguvu kubwa kwa sababu si mahitaji yetu sasa hivi ni ubingwa wa Afrika. Kama ni ligi tumeshachukua. Kuliko ubingwa wa ligi kuu? Ligi kuu tumeshachukua karibu miaka 60. Miaka 4 hamjachukua ubingwa. Alafu kuna eneo Yanga huwa wanauo, utasikia mabingwa wa kihistoria. Na sisi ukishapigwa mabingwa wa kihistoria hapo utingishiki. Na sisi tuna saa zingine tukikutana na watu wa Yanga tunawaambia sisi ndio wataalamu wa mechi za kimataifa. Wao wataalamu wa ligi za ndani. Kwa nini unaamini au msukumo ni upi ambao unakufanya wewe uamini kwamba nyie mnautaka ubingwa wa Afrika ligi kuu hata mkikosa, au ndo kichaka cha kukimbilia? Robo finali tumeenda karibu mara 4 mfululizo. Klabu bingwa. Mwaka 74 tumeingia nusu finali. Ndio. Hatuna cha kupoteza. Sasa hivi ni ubingwa wa Afrika. Hamna kilichobaki. Sawa na shirikisho tumeingia finali sana. Kwa hiyo tutakuwa sasa hivi ni finali. Na hilo ndio italeta mshangao, lakini ubingwa hata tukichukua sana haisaidii. Sisi tulikuwa tunajaribu ku-maintain tupate nafasi ya pili. Ama ikiwezekana hata ubingwa, lakini ligi kuu nafasi ya pili. Hata ya pili, lakini tucheze mechi kimataifa. Mchungaji, hii kwa mara ya kwanza mtu hataki ubingwa, anataka nafasi ya pili. Yaani nikwambie ubingwa umekuwa mgumu kwetu kwa miaka hii 4. Kwa hiyo ilifikia hatua tulikuwa tunaomba tupate hata nafasi ya pili ili tuweze kushiriki mechi za kimataifa. Unajua heshima ya Simba sio ligi kuu. Heshima ya Simba ni mechi za kimataifa miaka yote. Ndani kwenye ubingwa msimu huu, labda kama ukitazama misimu hii 4, ugumu ulikuwa wapi? Yaani wewe ukitazama kitu gani ambacho kinawanyima ubingwa? Wenzetu walikuwa na quality kubwa sana. Yanga Afrika walikuwa na wachezaji wenye quality kubwa kiasi kwamba tukikutana nao ilikuwa lazima wanatuadhibu. Quality yao ndio kusababisha sisi tukose ubingwa. Ndio timu ambayo wanatunyima usingizi. Msimu huu ambao wanatamani nafasi ya pili bado unaona quality yao ipo juu, ndio maana unakimbilia Afrika, utaki ubingwa. Safari kwa msimu huu kuna dalili Simba kuchukua ubingwa. Kwa sababu quality ile Yanga kidogo imedrop. Na imedrop kutokana na wachezaji karibu 5 ambao walikuwa ni muhimu ndani ya Afrika. Ndio tegemeo letu kwamba tunaweza kuchukua ubingwa sababu wale hawapo. Wakina Aziki, Chama, Musonda, ukienda mbaya zaidi Aucho, hayupo, umeona. Na wachezaji ambao walikuwa wanatunyima sisi usingizi. Na wachezaji ambao walikuwa ndani ya Afrika walikuwa wanaamua wanachotaka. Kwa hiyo sisi mwaka huu tumepiga hesabu kwamba Sports Club ubingwa tunabeba. Kwa safari ubingwa kwa sababu tuna timu. Hamna timu. Safari timu tunayo. Amjengi timu. Safari timu tunayo. Kwa hiyo liyatokee mengine tu ambayo ni ya Mungu, lakini sisi kwa asilimia kubwa mwaka huu ubingwa tunachukua. Na Yanga wao kama wao sasa hivi wanajua mwaka jana tulikuwa na timu, mwaka juzi tulikuwa, lakini mwaka huu timu hatuna. Ndio ninavyoona Yanga Afrika. Wanashindwa kusema. Hivi ni mchungaji kwa maana ya kwamba utani, au ni mchungaji ambaye unaamini una mkono ndani yako? Kwa sababu kuna mechi moja ya kimataifa ilikuwa ipo ile mechi nitakuangalizia Mwembe Yanga nakumbuka. Ile mchungaji alikuwa angalia mechi, alikuwa anatembea tu anaomba. Kuna hii mechi juzi pia mlikuwa mnaangalizia Kokobichi. Kuna video moja nikaiona mchungaji yupo baharini pembeni kule anatembea tu. Ni anaomba bwana, mchungaji angalie mechi, anafanya maombi. Na ile mechi ilikuwa na Gaborone United. Ile mechi ilikuwa ngumu kwa kweli. Bwana nikamwambia mchungaji huko, naona video mchungaji alikuwa anasali tu. Zile huwa ni mbwembwe ambazo huwa zinasema machawa, au huwa unaamini maombi yanalipa, unajiattach na Mungu kwenye maombi yako? Unajue watu wengi sana, ndio maana wanasema watu wangu wanakosa, watu wengi sana wamekosa maarifa. Watu wangu wanakosa, wanaangamia kukosa nini? Maarifa. Watu hawajajua tu vitu vingi. Mungu anabidi awepo sehemu zote. Ila watu walishajitenga kwamba wao ni wema sana, sehemu Mungu hawataki wema. Kwa maana leo unanikuta hata kwenye beti ni nipo. Si umeelewa? Yesu alikuwa anakaa na walevi.
Kwa hiyo nao unaishi nao wote. Yesu alikuwa anakaa na walevi, Yesu alikuwa anakaa na watu wanaofanya maovu. Mpaka kumuuliza wewe unakaja, akasema bwana hawa watu wanahitaji tiba. Na mimi ndio unakuta maeneo yote nipo. Hata kwenye mpira ilivyoanza kuomba, mechi nyingi naziombea, ndio ukaona kina Mamposa wanakuja, wakina nani wanakuja, sababu ushaona kwamba njia tayari ishachoma. Mamposa alivyoiombea Simba. Wote walikuja kwa sababu mimi nishaanzisha. Kwa hiyo hata wachezaji ikafika wachezaji, huyu akaombewe bwana. Huyu bwana akaombewa kwa sababu nishaanzisha. Sasa kuna watu wanatenga watu fulani kwamba kule ni kwa shetani. Hapana. Watu wote ni watu wa Mungu. Ndio maana sasa hivi nimeanzisha, sasa hivi niko Premium Bet. Umeelewa? Kuaminisha watu hata watu wa kanisani. Mchungaji wa Simba. Kwamba huku sio kwamba eti kwa shetani. Huku nao kuna watu. Tunatengeneza maisha. Sasa huku kuna watu. Nao lazima Mungu neno la Mungu liwafikie, litawafikieje? Uwe kama wao. Kwa mchungaji wa Simba. Kofia unavaa kama wao. Na kwenye eneo la imani niliona wakati mmeenda Iringa kuzindua jezi za msimu huu. Ndio. Kaona mlienda kwenye kutembelea kaburi la moja kati ya legend na viongozi wa juu kabisa wa Simba, Zakaria Hanspo. Ndio. Katika mzunguko wote pale mchungaji kwenye jambo la klabu, jambo kubwa, ukapewa nafasi ya kuomba pale. Pale ndipo nilipoona hili jambo lipo serious. Kama klabu imemwambia bwana mchungaji tumekuja kutembelea kaburi la Zakaria Hanspo na ninamuona ndivyo Mbaga anaomba, nikasema huu mchongo ni serious. Ile imekuongezea imani kiasi gani kwamba watu wanaamini sasa wanachokifanya? Bado ile ni intro. Itakuwa zaidi hapo sababu zaidi pale. Waliona mwaka jana nilipomwambia Simba itacheza finali. Na ulipiga maombi. Muda wote kwa napiga mechi na wakacheza finali. Kwa hiyo imani ikadumu kwamba kumbe maombi yanayo yanafanya nini? Yanawezekana. Kwa maana hata ile safari uliposema muondo niliambia twende. Tukaenda kule, wakasema kutoka kule tutaje kuomba kwenye kaburi la Hanspo. Nikaja pale nikaomba. Sasa watu kama wanashangaa. Ni vitu vya kawaida sana katika maombi. Mimi kuna wachezaji naombea mmoja lakini siwezi nikasema mbele za watu naombea. Tena sio upande wa Simba tu. Sema tumlete Prince Dube. Aje ashikwe kichwa tena. Sasa mimi siwezi nikasema mbele za watu mimi ni tofauti na watu wengine. Ndio maana mimi naishi maisha yale ya chini kabisa. Unanikuta kwa mguu, unanikuta kwenye daladala, sio kama magari sina nalo. Ili watu kuonyesha kwamba ndio maisha Mungu anafanya, anataka. Afu unakuwa joint na wenzako. Mchungaji wa Simba. Sasa hivi dunia imejitenga. Kuna watu wajiona hao ni wema. Yaani wao sio kabisa kuna watu wengine. Ndio kitu ambacho Mungu hapendi. Ndio maana asubuhi unashangaa jua linawaka kwa watu wote. Mvua inanyesha kwa watu wote. Riziki anawapa kwa watu. Mbona hawabagui? Ila sisi wanadamu tuna tabia kujibagua kwamba yule bwana ni mtakatifu, yule ni mchungaji bwana. Kivaa na ile kofia basi na msalaba na ile fimbo ndio wamemaliza. Haruhusiwi kabisa. Lakini wewe ni mchungaji wa Simba. Mimi ni mchungaji wa Simba na ni mchungaji kweli. Na mchungaji, klabu ina kwa heshima ile ambayo ulipewa Iringa pale. Klabu wewe inakutambua? Yaani huo unashirikishwa kwenye mambo ya klabu? Kwenye mechi ngumu wananipigia simu. Wananiambia mchungaji endelea kuomba. Mechi ngumu kwa maana hivi. Mechi labda za klabu bingwa. Mechi ambayo inahitaji maamuzi. Wananipigia simu wananiambia mchungaji kwa nafasi yako iombe klabu. Yaani unajua watu wa mpira ukisema mechi ngumu huwa inakuwa ishapimwa kwamba hii mechi wazee wanatakiwa waicheze, imeshindikana, kwamba naona unahusishwa kwenye mipango au ni kuiombea tu. Mimi naambiwa tu bwana mechi ni ngumu, jaribu kuiombea tuweze kuvuka zile mechi za shirikisho. Unajua sisi mechi ngapi umeombea? Niomba mechi ya robo finali na ya nusu. Nimeombea mechi ile na Stellenbosch. Ile ilikuwa ni ya nusu ile. Na niliombea na ya robo na ile ya kuvuka kwenda makundi. Na uliombea. Niliombea. Alafu kuna siku hizo ulipigiwa simu? Walipigia simu. Ila kuna siku niliombea timu zote za Tanzania. Niliombea mpaka Yanga Afrika. Kwenye matukio gani? Ile ya Yanga ile kwenda makundi. Makundi. Ile mimi mwenyewe niliwiwa kuiombea mpaka Yanga. Kwamba tiende makundi. Na timu ivuke. Uliamua na mwaka huu nimeamua na Yanga ndio naiombea iende makundi. Kwenye eneo la ile nakuuliza kwamba klabu inakutambua. Kumekuwa kuna malalamiko kwamba mashabiki wa Simba hasa ambao wapo karibu na club kwa namna moja ama nyingine ni kama mmekuwa mthaminiwi. Yaani tofauti na wale wa Yanga. Kuna muda wanalipiwa, unaona wanasafiri, wapo kwenye shughuli, wakifanya kitu wanapata backup ya klabu. Lakini nyinyi inaonekana huwa ni nguvu ya mtu mmoja au ni jeshi itakaloamua kwenda limeenda, klabu haina habari na nyinyi. Kwanza tu kile kitendo cha wao ku appreciate kwamba yule mchungaji wa Simba, kwanza ile ni hatua kubwa sana. Kwamba mko nao pamoja. Wale waweza kuongeza kukataa bila kusema huyu hatumtambui, lakini
kwa kuonyesha kwamba wanatambua hawajawahi kuni nani. Kwa hiyo ile ni moja ya kusema tuko pamoja nao. Utofauti unakuja kwamba Yanga Afrika wao ni ile kujoin pamoja, ni kuzunguka pamoja, kuwa huko na viongozi wao. Simba wao wanatumiana labda simu au kuambizana, wana jamani tuna mechi ngumu, jamani tukaze hii, tuombeane, tufanyeje. Sasa ni utofauti tu. Ule wa kuwa pamoja mnaonekana mbele za watu na ule wa kujulishana kwa kupitia simu au wakuona. Kwa hiyo sio kwamba klabu imewatenga. Hapana, klabu tuko nayo pamoja. Ndio maana unakuta mechi hata ngumu tunaalikwa, tunaambiwa bwana njoni uwanjani, fanyeni hivi, kwenye vikao vikubwa na sisi tunaalikwa, na sisi tunakuepo. Klabu haijatenga mtu. Ila ni utofauti wa Yanga. Sasa watu wanataka kuifanisha Yanga na Simba. Yanga wana scenario zao, wana mambo yao, na Simba wana mambo yao. Ni vilabu viwili tofauti. Kwa hata falsafa ni tofauti. Kwa hiyo ni utofauti tu ile wa kuwasilisha jambo watu wakaliona. Bana, wewe ni mchungaji. Mchungaji, kuna story moja hapa tutapiga naye kuhusiana na mambo ya Simba jinsi ambavyo yanakwenda, lakini wewe ambao unatazama muda huu bwana, unaweza kutengeneza pesa kupitia Premier Bet. Moja kati ya jambo kubwa kabisa ni kwambia tu kuna mzigo wa shilingi milioni 1 ambayo iko mezani, ambayo unaweza ukaipata hii leo, na hii milioni 1 inaenda kwa Watanzania 3. Sasa jambo ni dogo sana namna ambalo unaweza ukaishi nalo kupitia Premier Bet, kwa sababu popote pale ulipo tunajua hivi sasa tuna simu janja ambazo unaweza ukatengeneza mikeka yako, au unaweza ukajiregister, au unaweza tunasema kujisajili kupitia Premier Bet na ukaendelea kufanya tunasema zile beti zako kutokana na mahitaji ya hiyo siku na maokoto yale ambayo unakuwa nayo. Kwa hiyo unafanya zile betting na vitu kama hivyo, pia Premier Bet inakupa nafasi ya kuweza kushinda pesa. Kuna shilingi milioni 1 na hii bwana itaenda kwa watu 3. Kuna mzigo wa shilingi 500,000, sawa bwana, kuna Mtanzania ataenda nao kupitia Premier Bet. Kuna Mtanzania mwingine ataondoka na mzigo wa shilingi 300,000, alafu kuna shilingi 200,000. Na ndio maana tunakwambia Premier Bet cash ni nini? Sasa Premier Bet cash ndio ambayo itakupa huu mzigo wa shilingi milioni 1, ambapo tunakwambia Premier Bet cash sawa bwana, ni promotion ambayo tutakuwa nayo kwa kipindi cha muda mfupi kwenye Premier Bet Zone. Premier Bet Zone, ukishaingia kwenye website ya Premier Bet ukutana pale na Premier Bet Zone, ingia pale sasa, nenda kajiandikishe au nenda kajiregister. Lakini moja kati ya jambo muhimu kabisa ni ingiza majina yako sahihi, ambapo kiambiwa tu brother unaitwa nani, tukiokota na NIDA taarifa zako zinakuwa zinafanana. Hapo basi moja kwa moja utakuwa umekidhi moja kati ya vigezo vya kuingia kwenye Premier Bet Cash. Hii ni moja kati ya promotion ambayo tutakuwa nayo, na ni promotion ambayo itaanza rasmi kwa Watanzania kuanza kuwapa maokoto kuanzia tarehe 17 ya mwezi Novemba. Mwezi wa 17 mwezi wa 11 sawa bwana, tarehe 17 ya mwezi wa 11 mpaka tarehe 29 ya mwezi Novemba. 17 to 29. Hiki ni kipindi ambacho unaweza kutengeneza maokoto yako kupitia Premier Bet Cash. Kwa hiyo kitu gani hasa ambacho unatakiwa kukifanya ni wewe kuweza kujiregister, na jambo linakuwa jambo, unaweza ukawa sehemu ya wale washindi. Sasa utajuaje kama umeshinda au ni mshindi? Unatakiwa ujaze taarifa zako sawa bwana, kama ulivyotakiwa kujaza kwenye tovuti yetu ya Premier Bet Zone. Utapokea ujumbe mfupi wa kuthibitisha kuwa umefanikiwa kujisajili. Pia unaweza kuwasiliana na timu sawa bwana ya huduma kwa wateja kuweza kujua procedures nyingine nyingi zaidi na zaidi. Sasa ukisha shinda utapigiwa simu. Hapa pia kuna vigezo na masharti. Sawa bwana. Sasa kwenye vigezo na masharti mimi nakusanua mapema. Simu yako ikiita, pokea kwa kusema Premier Bet Cash. Usianze halo au hoya. Ukisema tu hoya au halo, mchongo unakuwa umeumaliza. Kwa hiyo ukipigiwa tu kapokea, sema Premier Bet Cash. Pale tu utakapokuwa mpokea simu yako, na wewe ndipo ambapo utaweza kuibuka mshindi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vile vigezo na masharti. Kwa hiyo kama ulishajiunga na Premier Bet Zone, basi jambo ni lako, lakini kama bado hujajiunga au bado hujajisajili kwenda kuingiza details zako, fanya hivyo hivi sasa. Kama bado upo kwenye familia ya Premier Bet, pia jisajili hivi sasa, uwe mwanafamilia na uweze kuwa sehemu ya watu ambao wataondoka na hii zawadi ya shilingi milioni 1 ambayo itaenda kwa watu 3. Fanya hivyo, promotion kuanzia tarehe 17 mwezi Novemba mpaka tarehe 29, unakuwa sehemu ya kupata hayo maokoto. Mchungaji, najua ushapanda mpaka ushakaa mpaka kwenye hali ya lenyewe. Wewe utamu wa Premier Bet unaujua. Sasa mchungaji, kuna moja ya story ambayo ilikuwepo. Utaniambia kama ni kweli au sio kweli, kwa sababu mimi niliandika andiko moja hivi, nikalicheza huku na huku, nikashambuliwa, wengine wakasema kweli, wengine wakasema sio kweli. Wewe ni mtu wa Simba. Nasikia Simba mnabaniana sana kupeana michongo. Yaani utasikia bwana benki fulani imewapa mashabiki wa Yanga
Ujue haya mambo. Lakini Simba huko nasikia nyie ngumu sana. Na nasikia juzi tu mmepigana, kuna dili moja lilikuwepo. Ni kweli mnabaniana, klabu haiwapi michongo nyinyi mashabiki wake wa karibu? Ndio nkarudi kwenye ile mifumo. Nakwambia hizi timu hizi mbili kila watu wana mfumo wao. Mfumo wa Simba na Yanga tofauti. Yanga Afrika wao mfumo wao na wa Simba vinatofautiana tena pakubwa. Viongozi wa Simba jinsi wanavyoendesha Simba ni tofauti na Yanga jinsi wanavyoendesha. Kwa hiyo sasa watu wanataka kuifananisha Yanga iwe kama Simba. Tofauti nini? Utofauti wao kwamba Yanga wao wanashirikishwa sana kwenye mambo yao na viongozi. Umeona? Lakini Simba wao kama unaonekana kama kuna gap kati ya ma-influencer wa Simba, tena wataki hata kuita ma-influencer. Umeona? Au ma-influencer mmejipa nasikia. Yaani mmeamua kujiita ma-influencer ila klabu haitambui ma-influencer. Haitambui ni wao wamejiweka juu sana, alafu akaacha gap kubwa. Na hili gap la kutoka hapa juu mpaka chini ni kubwa kiasi kwamba huu ni rahisi kuona viongozi wa serikali kuliko kuona viongozi wa Simba. Ni ngumu sana. Yaani na nikueleze kuna watu wengi sasa hivi wanaongea lakini sio wanachama wa Simba. Sio wanachama wa Simba. Ni mashabiki. Kwa hiyo wewe upo kwenye hao ma-influencer. Wananiita mimi influencer. Na mimi sasa zingine sitakaje. Unajua kwa sababu gani? Unajua kitu kama wao hawajaonyesha umuhimu wako, afu tena wewe unajilazimisha ujiite influencer. Mimi nafanya kazi kwa kupenda. Ndio maana sitaki wala wanilipo la nini. Nafanya kazi kwa sababu club naipenda mimi. Sasa mwisho siku wengine wanakuambia influencer wa Simba inajisikia vibaya sana. Sitaki waniite, mimi natamani tu wanione tu mtu wa kawaida. Shabiki wa Simba. Wa kawaida. Kwa sababu hao ninapokuambia hivyo kuna kundi wengi sana sio wanachama wa Simba lakini wanaisemea Simba vizuri. Na viongozi wala wastuki. Kuna nyakati ambazo mlipiga kelele kwamba mnataka wanachama wapya wasajiliwe, kadi zitoke, lakini jambo lile limekuwa kimya. Mmeshawahi kujua kwamba kwa nini klabu haitaki au huo mchakato wewe ukiwa kama mpenzi na shabiki wa klabu ya Simba ambaye kuna muda unasafiri upo na timu muda wote, au inawaathiri kiasi gani nyinyi ambao mnakutana huko? Ni ile ujue kuna muda walitoa kadi za washabiki wa Simba. Yes, za mashabiki. Zile unaona wanaelect kama ndio wanachama wa Simba. Lakini bado mtu bado hajawa mwanachama wa Simba. Kwa sababu mwanachama wa Simba lazima awe mwanachama wa Simba lazima awe na kadi ya Simba. Awe analipa ada. Analipa ada kwa mwaka. Sasa kitendo kile na hisi mchakato wanaofanya. Na hisi wanasema mchakato wanaofanya kuanzia Januari wataanza kutoa kadi mpya. Kwa sababu kuna vipengele watabadilisha vya katiba ili watu waanze kuingia katika mfumo huo. Na mikoani huko wanalalamika tunataka kadi, mpaka watu wa mikoani wanaomba kadi. Lakini mchakato na hisi utaanza kuanzia mwaka unaoanza, and then watu wataingia katika leja ya wanachama wapya. Ndio hao sasa ndio wanaingia kwenye mikutano, wanaingia kwenye nini. Okay. Ma-influencer mnatajwa, kuna wengine hapa katikati nisikia mpaka waliingia kwenye matatizo kwa sababu ya kushambulia viongozi. Huwa mnatajwa kama ni watu ambao mnaishi kwa upepo. Yaani kuna nyakati mkiwaka huwa mnaanza kushambulia viongozi na ni kina fulani. Kuna nyakati mkianza kumuimba Mangungu maarufu mpaka watu ambao sio mpira. Wanamjua. Wanamjua. Bwana, saizi ikitokea tu kitu hapa huwa mnaanza na Mangungu. Mchungaji, wewe ukitazama kwenye mfumo ambao klabu yenu inaendeshwa, ambao mnaenda nao, ilikuwa inatajwa kwamba utawatofautisha nyie na timu nyingine nyingi. Lakini kidogo kwa miaka 4 hii imekuwa tofauti. Labda ukiachana mambo mengine, unaamini mfumo uliopo ni sahihi? Au kama sio sahihi, shida ni nini kwenye huu mfumo ambao baadhi ya watu ndio wanaulaumu kwa uendeshaji wa klabu? Mfumo kwanza unahitaji mabadiliko. Tena. Mfumo si rafiki hasa kwa watu wenye timu yao wanachama. Kwa maana wanachama wanakosa nguvu. Unaona? Wanakosa nguvu kwa sababu mfumo huu unawabeba hao walioko juu, wao chini unawapoteza kabisa. Ndio maana unaonekana mfumo wa Yanga Afrika kwamba wanachama wana nguvu kuliko viongozi. Huu mfumo wa Simba viongozi wana nguvu kuliko timu yao. Sasa hiyo ndio inapoleta utofauti mkubwa. Lakini hapo mwanzo ilikuwa Yanga na Simba mfumoni huu mmoja, wanachama wote wana nguvu. Lakini mabadiliko yalikuja kutokea ndio hayo ambayo yameleta hii. Na wao wamegundua kwamba mabadiliko ambayo yameathiri watu kutokuwa jirani na timu yao. Sasa watakachofanya na hisi kwanza hiyo mwaka unaoanza waifanya marekebisho ili wataiingiza ili watu wawe katika timu yao, wajione mmoja ya timu yao. Kwa sababu ukilipia ada ya wanachama unajiona na wewe ni pati ya, unakuwa una haki ya kuuliza. Sasa hivi mfano kama kuna kesi nyingi unasio kuzifungua kwa sababu mwisho siku atakwambia wewe sio mwanachama. Inabidi sasa uzifungue wewe kama kesi nyingi. Kuna kesi ambayo mimi nataka nifungue kesi nyingi. Unataka kuifungulia Simba? Wamfanya nini? Mfano kuna watu ambao wanaichafua Simba.
Unaona? Natamani wafungulie kesi lakini wao wanataka kuwafungulia wanachama wenzio. Wao na nje hapo. Wataanza kusema wewe kama nani? Na una swali watakuuliza. Kwa hiyo mimi sasa imefikia tu anasema nafungua kesi. Hivi na wewe sio mwanachama? Na wewe sio mwanachama? Mimi sio mwanachama wa Simba. Haiwezekani. Nakwambia ukweli. Ulichelewa wapi? Sio nichelewa wapi. Huu mfumo tokea uje unjoni miaka mingapi? Miaka karibu 8 iliyopita. Kadi huna. Kadi sina. Sio mbele mpaka. Lakini ninavyoonekana kwa watu unaonekana mwanachama. Lakini mimi ni nani tunishabiki tu. Nikapewa ile ile ya kufanyia shopping. Ushabiki ile. Ndio nikawa nayo mfukoni. Na wao wanaitambua kama kadi ya mwanachama. Kadi ya mwanachama. Ukikata ile wanatambua ni kadi ya mwanachama. Lakini wenye kadi kabisa ni watu wazima. Kwa maana wa kitambo. Wa muda mrefu ndio wanakuta ndio wana kadi. Wengi sana wakakana watu wazima. Hata kwa mchungaji na wewe sio mwanachama. Kwa hiyo zile kelele zote tunakuona pale. Mimi sio mwanachama kwa kweli. Mimi ni shabiki wa Simba. Na viongozi wananiambia wewe chukua hii ya ushabiki. Hii tutakuita kama mwanachama. Yaani wanaekti kama mwanachama. Yaani ukiwa nayo ile ukikata wanaekti kama mwanachama. Wamesema wenyewe. Kwa hiyo ndio hiyo inatusababisha sisi mjini tunaringa kwa kutumia ile. Bwana mambo ya Simba mambo ni mengi. Kwa hiyo mchungaji licha ya mambo yote mjini hapa kelele zote anazopiga ni shabiki tu, sio mwanachama. Kwa mfumo huo wa kwao ni kwenye maamuzi si ufanye mchungaji. Sisi wewe kwenye mkutano uingii. Tunapewa ile wanaita nini? Hizi za upendeleo. Kwenye mkutano unapewa. Kwenye mkutano unaingia. Unaingia. Kuna zile favor natupa. Kwamba hawa waingie. Wao waingie. Sisi ni party ya club. Party ya club. Kwa sasa hivi na mimi ni moja ya party ya club ya Simba, tena mkubwa tu. Bwana miongoni mwa vitu vikubwa kwenye mazungumzo yao mafupi kuhusiana na mchungaji anasema kuwaona viongozi wa Simba ni ngumu kuliko kuona viongozi wa serikali. Lakini pia yeye sio mwanachama, ni shabiki tu. Na eneo jingine kwamba viongozi wameweka mbali mashabiki wao na timu kwa mazingira jinsi ambavyo yalivyo. Mchungaji, tumalize kwa haraka. Namna ambavyo msimu unakwenda, top 4 yako. Nani bingwa, nani ya pili, nani ya tatu, nani ya nne? Simba bingwa, wa pili Azam, wa tatu Yanga, wa nne Singida. Azam huyu ambaye ameshaanza na sare mbili tayari na mwaka juu Yanga naye na sare. Amcheki mwenzake Yanga na sare, lakini anaongoza ligi. Mechi tofauti mechi moja. Mechi moja tukiwa sawa, sisi ndio tuko juu. Mpo juu. Kwa hiyo bingwa ni Simba, wa pili Azam, wa tatu Yanga, wa nne. Mwezi Disemba itatolewa tuzo ya mchezaji bora wa msimu uliopita. Unadhani tuzo atashinda nani? Wa Tanzania. Wa klabu wa Tanzania. Wa ligi kuu. Wa ligi kuu. Au mshasahau kama TFF itangaza tuzo itatolewa Disemba. Pakome. Sio Jan Chaza huwa. Hapana. Bwana yeye. Ni? Pakome. Bwana mchungaji huyo. Unaamini msimu huu top scorer atakuwa nani? Msimu unaoendelea. Mimi na wasiwasi huyu aliyetoka Singida aliyekuja Simba. Jonathan Soa. Atakuwa mfungaji bora. Na ndio dalili naziona. Tena anaweza kufungana na mwalimu. Selemani Mwalimu. Kwa hiyo wafungaji bora wote kutoka Simba. Mimi nawaona hivyo, naona kwa sababu kasi ninayoiona ni kubwa mno. Bwana wewe ni mchungaji Niva Mbaga. Story kwa ufupi kidogo tumeweza kujua mambo machache kwa namna ambavyo wanauishi mpira kwa mazingira yao, lakini pia vile vile kujaribu kumsikia hapo jinsi ambavyo ampima kwenye maswali haya mafupi ya mwisho hapo kwa haraka namna ambavyo akili yake anaona inakimbia. Bwana mimi ni Ibrahim Kasuga, nilikuwa na mchungaji Niva Mbaga, tumezungumza leo kwa uchache. Kumbuka pia unaweza ukasubscribe channel yetu ya YouTube ndani ya 18 kwa ajili ya kuendelea kupata story nyingi zaidi kadri ambavyo tunakuwa tunapandisha. Unaweza kubonyeza pia alama ya kengele pale tu ambazo zinakuwa zinapanda, basi unakuwa unapata notification na unakuwa kwenye mazingira mazuri zaidi ya kuweza kuitazama. Kwa upande wa Instagram ni ndani ya 18, utakuwa unapata video fupi. Bye bye kwa sasa, tukutane tena next time. Tutakuwa na nani? Endelea kubaki nasi. Bye bye.